Kagera Sugar pale ndani. Yeah. Kuna wafanyakazi takriban juzi nilikuwa naangalia kwenye takwimu 15,000 na kwa hiyo tunaangalia namna nzuri ambayo wafanya kuanzia watu wa Misenyi na mashabiki kwa ujumla watapata hizi merchandise za nini. Yes. Hizi kit kwa wingi na kit zenye ubora. Yes. Tunajaribu kulifanya hili swala liwe katika ubora ambao kila mtu atafurahi, kila mtu ataenjoy, na tuna set standards za kuangalia namna gani tutakuja kulifanya kwa ubora, sababu tumejaribu kufanya lakini haiwi katika nafasi ambayo sisi kama club tunataka. Na yes. Moja kati ya swala kubwa ambalo liko mezani kwetu hivi sasa, yeah. nadhani ni hilo. Kitoa la kupanda, lakini tukishapanda kwenye ligi swala ambalo tunaliwaza tulifanye kwa ukubwa sana ni hili. Kwa hiyo liko mezani, tunalifanyia kazi, na mwezi ujao tutakuja tena hapa. Na yes. Mwezi ujao yes. Nadhani naweza nikaja na majibu mazuri zaidi ambayo tofauti na leo. Na uzuri mwezi ujao ukija nitakuja na CEO hapa. Yes. Mr. Okoth. Yeah, Mr. Okoth, yes. Mtu safi kabisa. Yes. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi, swala lipo katika meza na katika masuala matatu makubwa ambayo tumekuwa tukidiscuss. Hili linaweza likaweka. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi kabisa. Yes. Hapo Steve, na kwenye hiyo discussion ambayo mnaifanya, nakumbuka kipindi cha nyuma hapa mlikuwa mnasema bwana, jezi zenu zinatoka mbali, ndio maana msimu ulikuwa unaanza unafika mpaka katikati labda jezi hazijafika. Kwenye hiyo discussion ambayo mnaifanya sasa hivi, mpango wa kutafuta labda mzabuni wa hapa ndani ambaye atakuwa anatoa jezi kabla hata msimu haujaanza na wenyewe upo? Unajua shida ni kwamba unaweza ukafanya swala kurahisisha lakini ukaja kuwauzi watu. Lakini ukiangalia jezi ambayo ya msimu wa mwaka juzi labda kupitiliza kwa Kagera Sugar, sasa leo kupita mjini watu wanashine. Yeah. Jezi hata unaweza ukafanya ugomvi mkavutana huko na huko, lakini bado. Kwa sisi tunazingatia kwanza ubora. Yes. Licha ya kuwapa watu kazi ambao wakaribu hapa, lakini wataweza kutupa product ambayo sisi tunataka. Sisi katika kitu ambacho tunazingatia, yani moja kati ya kitu ambacho tunazingatiwa Kagera Sugar ni ubora. Na ubora unaanza katika uzalishaji, na maana hata sukari yetu ukiangalia ni sukari bora tofauti na sukari nyingine zote Tanzania na Afrika ya Kati. Kwa hiyo ubora kwetu ni kitu ambacho tunakipa kipaumbele sana, licha ya kuwa na wazabuni ambao wapo hapa. Hata kesho tukitaka tutashuka jezi hapa kuanzia wa Mishenyi kila sehemu, njano na kijani. Lakini sasa ni ubora. Tutakuja hapa wiki ijayo tutauzi watu, tutafika uwanjani kama mnashikana mashati. Mbona nimevaa hii mtoto kanishika tumechanika. Kwa hiyo hilo pia tumekuwa tukiliangalia sana katika hiyo pointi ya kit. Na sisi kama unafahamu kit zetu tu tunajitahidi kuagiza na makampuni makubwa. Tulikuwa tunafanya kazi na Joma, lakini kwa muda sasa mambo yalitokea hapa, singependa kuongelea sana. Yes. Lakini tunawaahidi hili swala tunafanyia kazi kwa ukubwa. Nafahamu ni kiu ya muda mrefu. Mimi moja kati ya comment ambayo sipendi kuiona kwenye page, yes, ni swala jezi zinapatikana wapi? Yes. Kuhusu jezi. Yeah. Kwa hiyo mimi namba moja fan wa yani hilo swala. Yani hata kila siku kwenye kikao, yes, lazima tuliongelee. Kwa hiyo mimi niwatoe hofu kwa sababu lipo katika hatua ya mwisho ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo Kagera Sugar itakapopanda, mimi nawaahidi, na siku ambayo tutakuja kuzindua jezi, kama tutapata bahati ya kuzindua hapa, tutakuja nitawakumbusha ile swala niliwaambia. Yes. Na nyinyi wenyewe mtathibitisha hiki kitu kweli ni bora au sio bora. Lakini swala la jezi sidhani mpaka timu ipande. Labda kwenye mikakati yenu kwamba mkakati wa namba 1 na namba 2. Sasa hivi siwezi kuweka mkakati wa jezi mechi zibaki 9. Yes. Yeah. Wewe unaweza kuziagiza jezi hiyo. Inakuwa ni ngumu. Yaani inamaanisha kwamba hata ikitokea hamjapanda ligi kuu, mkakati usife. Kwa nini tokee tusipande? Hiyo baada ya timu kushuka, tulikuwa na timu ya vijana, lakini baada ya timu kushuka ilibidi tupunguze majukumu kidogo. Yeah. Na tulifunga ile project, lakini timu ikipanda tu, moja kati ya project ambayo inakuwa ni ya muhimu kwetu na kila mtu anaipenda pale Kagera ni project ya vijana. Na huwa mara nyingi tunafanya scouting hapa, tunaita vijana wote wa mkoa wa Kagera na sehemu za karibu zinazo mtu ambazo anaweza kufika, na wanakuja vijana wengi sio Kagera, kutoka mikoa mingine. Na priority kwanza katika scouting hiyo
ni vijana wa Kagera, na tunao vijana wa Kagera ambao tumeshafanya nao kazi, wako wengi wamepita. Yes. Na wengine wapo timu nyingine sasa hivi, na wengine bado tuko nao kina Kasim Feka, Eric Duche, stopa kabisa. Kipindi hichi tunacheza ligi kuu na sasa hivi budget haziko vile vile. Kwa lazima tu fix budget katika mambo ambayo ni ya muhimu zaidi. Japo PA ni muhimu zaidi. Yes. Na mara nyingine tunakuwa tunaifanya, lakini tunajaribu kufanya kila jambo ambalo litafanya mchezo kwanza ukamilike na vitu vyote vinavyohitajika kwenye mchezo. Wewe ni mtu unakuja uwanjani, mchezo unapoona pale, yes, au tu vile kuna vitu vingi mpaka kufika pale watu wana kick off, mpira unaanza kuchezwa. Kwa hiyo tunaangalia vitu gani vya muhimu sana ambavyo vitafanya mchezo uchezeke, lakini yeye pia na consider ni jambo la muhimu, na mara nyingi sana tumekuwa tukijaribu kufanya hivyo, na tabiri pia tuzungumze na watu wa PA wahakikishe mitaa yote hii wanapita vizuri, sababu mechi nyingine tunafanya na ni msii tu asikae akasubiria sana PA, kwa sababu kuna radio hapa anaweza kusikiliza, lakini pia kuna social network zetu ambazo hizi na itamrahisishia kupata taarifa nyingi sana za timu. Timu inafanya nini? Nini kinaendelea kwenye timu? Si kwanza katoka zawadi au jezi au nini, kumbe mtu anasubiria PA kweli. Kwa hiyo Tima aende kwenye Instagram, Facebook au sehemu yote ambayo anaweza kuwa karibu na Kagera Sugar. Kuna mambo mengi sana yanaendelea mazuri.